na kuboreshwa kwa mahanga, kujengwa na kuboreshwa kwa vyoo vya kisasa, kumalizia ujenzi wa nyumba za kulala wakufunzi, kujengwa na kukarabati madarasa ya kusomea, kujengwa kituo cha afya Kibwengo na kuboreshwa kituo cha afya kama vitakavyoendana na mahitaji ya sasa na wakati ujao. Kuboreshwa uwanja wa kwata wa chuo cha KMK Kibwengo, wakufunzi wapatiwe posho la mazingira magumu, wakufunzi waongezewe taaluma kwa kutumia vyuo vya ndani na nje ya nchi, chuo kipatiwe vifaa vya bench kwa ajili ya kusaidia kwenye mafunzo ya kwata, yaani parade. Afande mgeni rasmi, kusudi la mafunzo haya ni kuwapatia mafunzo ya uongozi NCOs wanafunzi ili waweze kuwa viongozi watiifu, wenye maadili, utayari na kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Vile vile kuongezea uwezo wa kiutendaji na kitaaluma askari wanafunzi wa basic seamanship ili waweze kuwa na utayari wa kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Afande mgeni rasmi, kwa ujumla hali ya mafunzo yaliendelea vizuri katika vyuo vyote na yenye mafanikio makubwa. NCOs pamoja na maaskari wanafunzi walishiriki kwenye vipindi na kuonesha hamu ya kutaka kujifunza. Katika kozi hizi wanafunzi wamejifunza masomo mbalimbali kwa nadharia na vitendo. Masomo waliojifunza wanafunzi wa kozi ya uongozi mdogo Low Division Leadership course ni kama ifuatayo: Seamanship Stage 1, Military Leadership Stage 1, First Aid Stage 1, Swimming and Life Saving, Self Defense, kwata, silaha na fimbo. Kwa upande wa kozi ya Basic Seamanship, masomo ambayo wamejifunza ni kama yafuatayo: Seamanship Basic Stage, Military Leadership Basic Stage, First Aid Basic Stage, Swimming Basic Stage, Self Defense. Kwa niaba ya mkuu wangu, mkuu wa KMKM ambaye amedharurika kutokana na dharura zake, hivyo nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa juhudi zao kubwa wanazozichukua katika kuboresha majeshi yetu. Sisi wapiganaji tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa tunatunza na kusimamia amani ya nchi yetu kwa gharama yoyote ile. Huo ndio msimamo wetu na ndio wajibu wetu. Katika kujenga uwezo, hivi sasa mmeshuhudia mafunzo mbalimbali yanayoendeshwa ndani ya kikosi kwa kutumia wataalamu wa kigeni ili kujengea uwezo tuweze kufanana na mabadiliko ya teknolojia iliyopo sasa. Sambamba na hili, nichukue fursa hii kuwapongeza walimu wote kwa umahiri wao wa kutoa elimu na kusimamia nidhamu kwa wahitimu, wakitambua kuwa nidhamu ndio msingi wa maendeleo na mafanikio chuoni. Kwa niaba ya mkuu wa KMKM, mafunzo haya ya Low Div na Basic Seamanship na yatamka rasmi kwamba yamefungwa rasmi leo tarehe 10 mwezi wa 6 2025. Asanteni sana na kushukuruni kwa kunisikiliza. Asanteni sana.